Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anasema miongoni mwa mambo anayotaka kufanya nchini Iran ni kumalizia kuharibu uwezo wa makombora uliosalia nchini humo. Rais huyo wa Marekani anakiri kwamba hadi sasa bado Iran ina makombora machache yaliyosalia kwa asilimia kama 15, na hivyo anaamini katika kipindi hiki jeshi lake litatumia muda mfupi wa mashambulizi dhidi ya Iran na hatimaye kuharibu kabisa mfumo wa makombora uliosalia nchini humo. Ningependa kuyaondoa kabisa, aliwaambia waandishi wa habari akitoa maoni yake juu ya vifaa vya kutengeneza makombora ambavyo bado vipo nchini Iran. Utawala wa Washington unadai kwamba Tehran ina asilimia 15 ya uwezo kama huo iliyobaki kutokana na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wanadai kwamba hili ni shinikizo lingine kutoka kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ambaye kwa muda mrefu alitaka mashambulizi ya wakati huu ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yaweze kumaliza kabisa makombora ya taifa hilo ili kuilemaza kabisa nchi hiyo isiwe na uwezo wa kufanya shambulizi lolote. Hapo awali miongoni mwa matakwa ya Israel ilikuwa ni kwamba Iran isiwe na makombora yenye uwezo wa kufikia Israel. Hata hivyo, ripoti kutoka nchini Marekani kutoka utawala wa Trump zilidai kuwa Iran inatumia fursa ya usitishaji mapigano na Marekani kuchimba silaha zake zilizofukiwa, kulingana na maafisa wa Marekani. Utawala wa Trump ulidai kwamba Iran imeongeza juhudi za kuchimba makombora na zana zingine zilizoficha chini ya ardhi au ambazo zilifukiwa chini ya vifusi kwa mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel. Marekani inaamini kuwa serikali inataka kurekebisha haraka uwezo wake wa ndege zisizokuwa na rubani na makombora ili iweze kuanzisha mashambulizi katika eneo la Mashariki ya Kati iwapo Rais Donald Trump ataamua kurejesha operesheni za kijeshi, duru za habari zinaeleza. Trump alitarajiwa kukutana na timu yake ya usalama ya taifa Alhamisi ili kukagua chaguzi, ikiwa ni pamoja na hatua mpya za kijeshi kwa kufungua mlango wa bahari Hormuz na kuipokonya Iran nyenzo zozote za nyuklia, kulingana na afisa mwingine wa Marekani. Lakini sasa amekuja na mpango mwingine kwamba lazima waweze kuhakikisha wanauharibu mpango wa nyuklia wa Iran. Majasusi wa CIA walimwambia Donald Trump katika siku za hivi karibuni kwamba si asilimia 15 tu ya silaha zilizosalia nchini Iran, bali ni zaidi ya asilimia 60. Hata hivyo, asilimia kubwa ya silaha hizo zipo chini ya ardhi, zimefukiwa na zingine zipo katika maeneo zimehifadhiwa. Kamanda wa kamandi kuu ya Marekani Admiral Brad Cooper alimjulisha Rais Donald Trump na wanachama wa timu yake ya usalama ya taifa kuhusu chaguzi ambazo ni pamoja na hali ya kizuizi cha Marekani, lakini pia kuanzisha mashambulizi ya nguvu kwa muda mfupi. Hata hivyo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema mashambulizi hayo ya nguvu yanapaswa kufanyika kwa wakati mmoja, hasa katika maeneo yenye silaha za makombora masafa marefu ambayo Iran inategemea katika mashambulizi. Afisa wa ikulu ya White House amesema safari iliyopangwa ya Trump katikati ya mwezi Mei nchini China, ambayo ina uhusiano na Iran, ni miongoni mwa mambo yanayochangia mchakato wake wa kufanya maamuzi, huku akipima chaguzi nchini Iran. Ziara yake ya Beijing kukutana na Rais Xi Jinping, ambayo tayari iliahirishwa mara moja kwa sababu ya vita nchini Iran, ni kipaumbele na ikulu ya White House haitaki kuihamisha tena, maafisa wa White House wanasema. Iran ilianza kuzuia mlango wa bahari Hormuz baada ya Marekani na Israel kuanzisha kampeni yake ya mwezi Februari, ambapo walimuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.